Sahihi al-Bukhari katika kitabu Ash-Shurut ukurasa wa 670 kuta maneno ya Abu Bakari katika kitabu hiki ambayo yanasikitisha sana. Kwa tuangalie maneno haya ya Abu Bakari aliyoyasema katika kitabu hiki akimtukana mtu mwingine. Anazungumza maneno ya badhi, kana badhiul kalam Abu Bakar. Kwa hivyo kama Imam Bakari alayhi salam alisema silahul liam, silaha ya mtu muovu, kabihul kalam ni kutoa maneno mabaya, mtu wa mwanzo aliyekuwa na tabia hii alikuwa ni Abu Bakari. Haya, Abu Bakari kasema nini? Ndio tunakuja katika al-Bukhari kwenye kitabu Shurut, hadithi ndefu sana nitaiweka hapo kumbini, ile ilikuwa inazungumzia habari ya Hudaybiyah, suluhu ya Hudaybiyah, namna walivyokuwa wanazungumza mushrikuna na Waislamu pamoja na Mtume. Akaja Suhail bin Amru, akaja Mughira bin Shu'ba, hapa anaonekana katika hii riwaya na aliyojiri. Sitaki kuendelea kuisoma riwaya yote hiyo kwa ajili ya kuepusha kuzungumza mengi. Mimi nitasoma mahalu shahid. Faqala lahu Abu Bakar, kuna mtu alikuwa akizungumza na Mtume, akizungumza na Waislamu katika suluhu ya Hudaybiyah. Faqala lahu Abu Bakar, Abu Bakar akamwambia, emsus bidra lat, nyonya kisimi cha Lata. Lata huyo ni mungu mwanamke katika jahilia wa Quraysh. Kwa hivyo anamwambia yule mtu pale mbele ya Mtume na mbele ya masahaba wenzake, nenda wewe kanyonye kisimi cha Lata. Haya ni maneno ambayo ni kabihul kalam, na hiyo ndio ilikuwa ni sifa ya Abu Bakari ambaye ni khalifa wa Ahlusunna wal Jamaa. Sasa unapokuja ukaanza kuwananga Shia, maneno yao ni mabaya, wanatukana maovu. Muovu wa kwanza kwa mujibu wa kitabu chenu cha Bukhari ni Abu Bakari aliyesema nenda kanyonye kisimi cha Lata. Haya ni matusi makubwa. Mtu mzima kama yeye kayasema mbele ya Mtume, kayasema mbele ya Waislamu. Kwa hivyo kabla ya kutoa unywele katika jicho la mwenzako, nenda katoe boriti katika jicho lako. Tukikwambieni kwamba mmesoma hamkutambua. Mawahabi wamesoma lakini hawakutambua nini kimo katika vitabu vyao. Tunaendelea inshallah. Tumeshaona namna gani Abu Bakar alikuwa ni badhiul kalam, alikuwa maneno yake machafu na ulimi wake ulikuwa mchafu. Aliweza kutukana mbele ya masahaba wengine na mbele ya Mtume kwa kutaja utupu wa mwanamke, kwamba nenda kanyonye utupu wa Mungu wako mwanamke. Ya maneno haya hawezi kuwa ni maneno sahihi kuzungumzwa mbele ya Mtume na mbele ya mazungumzo ambayo yalikuwa ni juu ya sulhu ya Hudaybiyah. Sasa tumeshaona hapo kwamba riwaya ya Imam Bakari na riwaya ambazo zimo katika vitabu vya Kishia vinalenga watu kama hawa ambao wanatukana kiasi ambacho vijana wanaokuja kuongea, tulisema kwamba hawa ni watu ambao wanatafuta kiki, hawaelewi nini kimo katika vitabu vyao. Kwa hivyo tuko hapa kueleza namna gani watu wachafu wa maneno wamo katika